Nani ajuaye kwamba mwezi wa 5 ni mwezi ambao umekusudiwa misukosuko kwenye maisha yako? Nani ajuaye kwamba mwezi wa 5 ni mwezi ambao maadui zako wanatamani kuona unapotea? Kwa sababu tunaposoma kwenye maandiko tunaona kitu kilichotokea wakati Haman anapambana na Mordekai. Wakati Haman anapambana na Mordekai, kitu kilichotokea ni kwamba alienda kwa waaguzi, alienda kwa wachawi, wakamwambia tafuta siku ambayo unafikiri hiki unachokitaka kinaweza kikatokea. Kwa Biblia inasema alikuwa anafuatilia siku kwa siku, siku kwa siku, mwaka mzima anatafuta tarehe. Bwana asifiwe. Akaja kufanikiwa kupata tarehe ya mwezi wa 12. Ndio kwenye ramani za kipepo. Hii wanaifundisha kwenye somo linaitwa siku ya mabaya. Kwa kwenye ramani ya kipepo wakaona ili kuwapata Wayahudi, kwa sababu nyota zao ni kali sana, wanatakiwa waje wauawe mwezi wa 12. Wakapata na tarehe, wakapata na siku. Sasa nimekupa huo mfano ili uweze kuelewa kwa nini kuna umuhimu wa kuomba kwa ajili ya mwezi mpya unaokuja mbele yako. Maana inawezekana wenzako ndo wameona ndo inafaa kukufuta, ndo inafaa kukuondoa, ndo inafaa wewe kutokuonekana tena. Lakini pia hatujui upinzani uliopo. Kwa hiyo mwezi unapoanza, siku inapoanza, juma linapoanza, hizo ziwe ni siku zako maalum za maombi. Ikiwezekana omba kabla. Yaani kama mwezi unaanza kesho, wewe omba leo. Bwana Yesu asifiwe. Juma kabla halijaanza, omba usiku, semesha hilo juma zima. Siku kabla haijaanza, ndio maana tunatakiwa tuwepo hapa kwenye madhabahu. Kwa nini? Kwa sababu hujui nini kimefungamana na hiyo siku. Hujui nini kimefungamana na huo mwezi. Hujui nini kinatafutwa katika ulimwengu wa roho. Hujui. Na hujui maadui zako wamekusudia kitu gani. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Daniel, ile sura ya 6 na ule mstari wa kwanza. Daniel sura ile ya 6 na ule mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: Ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120. Ilimpendeza Dario. Danieli alikuwa mmoja wao. Ili maliwali hawa watoe hesabu kwao, mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Naye mfalme akaazimu ndani yake. Naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Yaani kile kitendo cha roho bora kuonekana ndani ya Daniel hakuishia kuwa
kati ya wale watatu. Maandiko yanasema basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake, naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Kwa hiyo Danieli sasa anakuwa juu ya ufalme wote. Mstari wa 4, basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki. Mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu. Nataka uone hiyo sentence. Wakatafuta sana kupata sababu za kufanya nini? Za kumshtaki. Wivu umewapata. Mfalme alipokuwa anatafuta watu wa kuwaweka juu ya maliwali 120, Danieli naye alikuwepo. Danieli naye alikuwepo. Walipotafutwa watatu, Danieli yupo. Anakuja kuchaguliwa mmoja, ndio yeye. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa Biblia inasema basi Danieli huyo alipata sifa. Kwa nini alipata sifa? Kwa sababu ndani yake kulikuwa kuna kitu tofauti. Ndani yake kulikuwa kuna roho bora. Ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa nini walifika mahali pa kuzungumzia roho bora? Maana yake walishindwa kuelewa ni nini kilichokuwa kinafanya kazi ndani yake. Kwa sababu wao hawamjui Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa hiyo hawawezi kuelezea ile neema iliyokuwa ndani ya Daniel. Hawawezi kuelezea nini kinachomfanya afanye kazi zake kwa ubora kiasi hicho. Hawawezi kuelezea nini kinachomfanya yeye aweze kufanikisha mambo haraka. Hawawezi kuelezea nini kinachosababisha yeye akifanya kazi huwezi kuikosoa. Hawawezi kuelezea ni nini kinachosababisha kila anachokigusa yeye kinafanikiwa. Hawawezi kuelezea. Kwa wakaishia kusema kuna roho bora inafanya kazi wapi? Ndani yake. Ninakuombea hiyo neema mwezi wa 5 katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na miezi yote iliyoko mbele yako, wafike mahali wanashindwa kuelewa, wafike mahali wanachanganyikiwa kitu kinachosababisha mafanikio yako. Wafike mahali wanashindwa kuelewa kitu kinachosababisha hatua unazopiga. Wafike mahali wanashindwa kuelewa nini kinachosababisha upenyo, nini kinachosababisha breakthrough. Hawa ndugu walishia kusema roho bora ilionekana inafanya kazi ndani yake. Sasa kawekwa kule juu. Kawekwa kule juu. Yuko top. Wakasema lazima tutafute namna ya kumuondoa. Kadri unavyoinuliwa juu, hautapigwa vita na walioko chini. Utapigwa vita na walioko juu. Ndio maana unahitaji kuomba sana Mungu akupe neema. Ukianza kuamka utapigwa vita na walioamka. Ukianza kukimbia utapigwa vita na wanaokimbia. Ukianza kuonekana utapigwa vita na wanaoonekana. Ukianza kustawi utapigwa vita na wanaostawi. Biblia inasema basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki. Sio watu wa chini. Mawaziri na maamiri ni watu ambao wana status fulani kwenye serikali. Wakatafuta kupata sababu. Maombi yako mbele za Mungu yawe, Mungu, sijui ni nani anayetafuta kupata sababu za kuniondoa. Sijui ni nani anayetafuta kupata sababu za kunifanya nisionekane tena.
Sijui ni nani anayetafuta kupata sababu za kunifanya niwe mgonjwa siku zote. Sijui ni nani anayetafuta sababu za kufanya kipawa na karama ulioweka ndani yangu visionekane tena. Na ndio maana lazima Mungu akupe hiyo neema ya kuomba. Wakati wanamtafuta Danieli, mwenzao anaomba mara 3 kwa nini? Kwa siku. Hawajui huo moto wanaopambana nao. Hawajui hiyo nguvu wanayoshindana nayo. Lakini kumbuka ni mawaziri, kumbuka ni maamili, ndio ambao wamejizatiti. Huyu jamaa lazima tumuondoe. Huyu jamaa lazima tumuondoe. Kwa hiyo nasema wakatafuta sana. Sio kwamba wakatafuta kidogo, wakatafuta sana. Wakatafuta mno. Maana yake ni kwamba wanakuwa kama wanakuotea. Unatoka nyumbani kwako saa ngapi? Kutoka nyumbani kwako unaendaga wapi? Hivi wewe unapendaga kuwa na nani? Ni saa ngapi mfalme huwa anakuita? Familia yako ikoje? Yaani nataka uone lile neno wakatafuta sana. Kupata sababu. Na wanachotaka kumharibia ni ile nafasi aliyopewa. Maana Biblia inasema wakatafuta sana kupata sababu za kumshitaki. Ukiona watu wanatafuta sababu za kukushtaki, ujue wanatafuta nafasi. Wanatafuta jina lako lichafuliwe. Wanatafuta uonekane hauna maana. Wanatafuta uonekane hauwezi. Kwa kuna mtu anaanzisha tu maneno ya uongo. Kuna mtu anasababisha tu maneno yasiyo na tija. Anatafuta tu kupata nafasi ya kukushtaki. Kuna mtu anaanzisha kituko tu ambacho hata mtu mwingine akiangalia anashangaa. Nini kinachotafutwa? Apate tu nafasi ya kukuchafua, apate tu nafasi ya kukusema vibaya. Inawezekana nyota yako imeonekana inang'aa, tunaizimishaje hii nyota? Kwa mtu anatoka tu na maneno, mwingine anatoka tu na mashutumu, mwingine tu anatoka na lawama. Unaanza kulaumiwa mpaka vitu vya mwaka 2015. Sasa ndio maana mwaka 2015 ulifanyaga hivi. Unajua hata mwaka 2017 ulifanyaga hivi. Unajua hata mwaka 2019 ulifanyaga hivi. Kinachotafutwa ni nini? Sababu za neema ulionayo isionekane. Kinachotafutwa ni nini? Sababu ya kipawa ulichonacho kisiwe na maana. Na hawatafuti muda ambao hawaoni kitu cha Mungu ndani yako. Wanatafuta muda ambao wanaona sasa unastawi, unachanua. Okay, kwa nini hawakutafuta kumshtaki akiwa miongoni mwa wale maliwali 120? Kwa nini hawakuhangaika naye huko? Okay, kwa nini hawakuhangaika naye alipokuwa miongoni mwa wale wakubwa 3? Alipofika kwenye level anang'aa, ana shine, yuko pale juu. Na pamoja na kwamba alipewa cheo kikubwa namna hiyo, Danieli hakuacha kuomba. Kuna watu wengi wanafanyaga haya makosa. Anapoanza kupata pesa nyingi, anaacha kuomba. Milango ya pesa inapoanza kufunguka, anaanza kubadilisha magari, anaanza kubadilisha nchi za kwenda, anaacha kuomba, anaacha kumtafuta Mungu. Ni kosa watu wengi sana huwa wanafanya. Mwingine anapopata cheo kikubwa, anaacha kwenda mpaka kwenye ibada, anafikiri yuko bize. Anasahau kwamba kadri anavyoonekana juu, ndivyo kadri mapambano yanavyozidi kuwa makubwa. Kadri unavyoinuliwa, ndivyo kadri ambavyo hawataki kukuona. Yaani kuna nafasi ukishafika, sio cheo tena. Kuna pesa ukishashika, sio pesa tena, ni upinzani. Kwenye kila level ya maisha, kwenye kila level ya maisha kuna wenyeji. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Narudia, nasema hivi, kwenye kila level ya maisha kuna wenyeji. Yaani maisha yote ambayo wewe unatamani kuyaishi, kuna mtu tayari anayaishi.
kiwango chochote cha pesa unachotamani kushika, kuna mtu tayari anakishika. Kiwango chochote cha cheo unachokitamani, unachokitafuta, kuna mtu tayari anacho. Bwana asifiwe sana. Yule mtu anaitwa nani? Mwenyeji. Kwa hiyo ukifika pale kuna mwenyeji wako. Ukifika pale kuna mwenyeji wako. Kuna mtu utamkuta hapo. Kwa hiyo kuna kiwango cha pesa ukianza kushika utakutana na mwenyeji wako hapo. Ukianza kubadilisha magari ya thamani ya gharama utakutana na mwenyeji wako hapo. Ukianza kubadilisha viwango vya maisha utakutana na mwenyeji wako hapo. Sasa inategemea na aina ya mwenyeji utakayekutana naye. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa wenyeji wengi wanajiuliza maswali, huyu amefikaje hapa? Huyu amefikaje hapa? Kwa automatically wanaanza kutafuta kujua nini kimekuleta mahali tulipo. Nini kimekuleta mahali tulipo? Una uhakika una hizo nguvu? Una uhakika una huo uwezo? Kwa hiyo wenyeji wataanza kukupiga vita. Wenyeji wataanza kukupiga vita. Kwa hiyo kama umeenda pale unafikiri ndio umefika, wengi sana akishafika kwenye cheo fulani ndio anakufa. Nifuatilieni, si mnafuatilia hata kwenye taarifa za habari, mnafuatilia. Nilimsikia mjane mmoja wa marehemu akilia kwa uchungu. Analia nini? Mume wangu bora usingepata hicho cheo. Unaona sasa umepata hicho cheo, umetuacha na familia. Mume wangu bora usingepata hizo hela. Najua hizo hela ndio zilizokuondoa. Mjane wa marehemu analia. Alafu ghafla Roho Mtakatifu akaanza kunifundisha vitu. Kwamba watu wengi sana wakifika kwenye level fulani ya maisha, kwa sababu nataka uwe na uhakika. Kitu unachomuomba Mungu, Mungu atakupa. Hakuna kitu unachomuomba Mungu ambacho Mungu hatafanya nini? Ambacho Mungu hatakupa. Na wengine Mungu ametuzuia tusipate baadhi ya vitu, kwa sababu anajua kabisa ukikipata kitakupoteza. Yaani kadri milango inavyofunguka ndivyo upinzani unavyokuja. Mungu akikutazama hauko tayari kwa huo upinzani, kwa sababu anakupenda, anazuia usipate hicho kitu. Kwa sababu anasema mwanangu hajajiandaa kwa upinzani. Mwanangu hajajiandaa kwa upinzani. Mwanangu hajajiandaa kwa upinzani. Kwa kitu gani Mungu anachokifanya? Anazuia usipate unachokiomba. Anazuia usipate hicho ambacho ni ndoto zako. Nafasi. Siku zote alikuwa anaomba mara 3 kwa siku. Tena anafungua madirisha kuelekea Yerusalemu, na hakuna mtu alikuwa anahangaika naye. Kila mtu bana aishi maisha yake bana. Kila mtu aendelee na maisha yake bana. Alipopata nafasi, alipowekwa juu yao, Biblia inasema wakatafuta sababu za kumshtaki. Na kwa sababu ni mtu anayeomba, kwake kuomba sio hiari, ni sheria. Yaani moja ya kitu kilimsaidia Daniel. Kwa Danieli kuomba sio hiari. Ni nini? Ni sheria. Muombe Mungu akufikishe kwenye hiyo level. Muombe Mungu akufikishe kwenye, ukifika kwenye hiyo level hakuna anayeweza akashindana na wewe. Yaani maombi kwako yawe ni sheria, yasiwe hiari. Kwa sababu kwa Danieli kuomba ilikuwa ni sheria. Kwa hiyo Danieli anaomba asubuhi, Danieli anaomba mchana, Danieli anaomba jioni, iwe jua iwe mvua. Kwa hiyo kuna vikao, kwa hiyo kuna kitu gani, kwa hiyo kuna ubize, kwa hiyo kuna nini. Hiyo ratiba lazima aifuate. Kwa hiyo wakati wanatafuta sababu za kumshtaki, Biblia inasema hivi, basi mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari ya mambo ya ufalme. Kwa hiyo wanatafuta namna ya kumshtaki, maana yake wanatafuta namna ya kumtoa hapo juu.
lakini hawakuweza kuona sababu wala kosa. Yaani kadri wanavyotafuta kumshtaki hawaoni sababu, yaani hawaoni logic. Hivi sasa tutumie nini? Kwenye kila kitu kinachohusu ufalme, nguvu za Mungu zimemfunika. Kwenye kila kitu kinachohusu ofisi yake, nguvu za Mungu zimemfunika. Kwenye kila kitu kinachohusu vitu anavyovisimamia, nguvu za Mungu zimemfunika. Kwa hiyo kila wanaporudi kwenye vikao vyao wanasema, hivi sasa tunamshtakia wapi? Hivi sasa tunampatia wapi? Hawezi kwenda kwenye ushirikina kwa sababu huko ndo hawampati kabisa. Amefunikwa na nguvu za nani? Amefunikwa na nguvu za Mungu. Kwa maandiko yanasema, ndipo wale watu wakasema, wako kwenye kikao hapa, hatutapata sababu za kumshtaki Danieli huyo tusipoipata katika mambo ya sheria ya Mungu wake. Labda sasa tuanze kufuatilia lile kanisa analoendaga kusali, maana huku kwingine huku hatuwezi. Labda tuanze kufuatilia zile ibada za asubuhi anazoendaga. Yaani kwenye masuala ya kazi wamefeli, kwenye swala la biashara ya Danieli wamefeli, kwenye swala la vitu ambavyo anajishughulisha navyo wamefeli. Wakasema sasa hatuwezi, tutafute sheria ya Mungu wake. Kwa hiyo wale wanaofuatilia maandiko wanajua kitu kilichotokea. Walifika kwenye level sasa ya kufuatilia maisha binafsi. Ndio maana kuna watu wakisha kutafuta ofisini wamekukosa, wakakutafuta kwenye biashara wanaanza kukutafuta kwenye maisha binafsi. Na ndio maana lazima kuwe na uzio wa damu ya Yesu kwenye kila eneo. Kuna level fulani ambayo Mungu akianza kukuinua, lazima uanze kujifunza kulinda familia yako kwa maombi, lazima uanze kujifunza kulinda nyumba yako kwa maombi, lazima, kwa sababu wakikukosa kwenye mifumo ya kawaida wanaanza kukutafuta kwenye personal life, kwenye personal issues. Walipoenda kwenye mambo yanayohusu sheria ya Mungu wake, wakasema hapa tutapata sababu. Sababu ni ipi? Huyu jamaa namna anavyosali ni tofauti na mifumo yetu. Kwa sisi tumtengenezee fitina hapo hapo. Tumwambie mfalme, watu wanatakiwa kufanya sawasawa na sheria za nchi hii, waombe sawasawa na mifumo ya hapa. Huyu jamaa yeye anaomba mara 3 kwa siku, tena anaomba kwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Wewe unajua sisi tuna miungu yetu hapa. Kwa ndio wakatengeneza sheria. Na Biblia inasema hata Danieli alipojua kwamba ile sheria imepitishwa, wala hakuhangaika nayo, kwa sababu anajua Mungu wake ni mkubwa kuliko Mungu wao. Anajua nguvu za Mungu zilizomfunika. Na wote tunafahamu kilichotokea. Dario mpaka anasaini ile sheria hakujua anayetafutwa ni nani. Anakuja kushtuka, anayetafutwa ni mtu aliyempenda sana, anaitwa Daniel. Na alimwambia Daniel sentensi moja tu. Akamwambia Danieli, huyo Mungu wako unayemtumikia atakuokoa na simba hawa. Huyo Mungu wako unayemtumikia, kwa sababu kwa mambo ambayo nimeona akikufanikisha hawezi kushindwa kukuokoa. Kwa Danieli anakamatwa, anatupwa kwenye shimo la simba. Moyo wa mfalme unaugua, kwa sababu mfalme anasema laiti ningelijua aliyekuwa anatafutwa ni Danieli nisingesaini. Lakini ndio wamempiga chenga. Ujue jinsi ambavyo watu wakiwa wanakutafuta, wanatafuta kila namna. Lakini kama nguvu za Mungu ziko pamoja na wewe, hakuna silaha itakayoinuka juu yako ikafanikiwa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Hakuna kitu kitakachosimama mbele yako. Mungu alimwambia Joshua, hata kuweko mtu atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Anaposema hakuna silaha itakayoinuka juu yako ikafanikiwa, haijalishi ni silaha aina gani. Hawa ndugu zetu silaha walizotumia zilikuwa ni shimo la nini? La simba. Hatujui kwako itatumika silaha gani. Cha msingi ni silaha. Biblia imesema haipo silaha itakayotumika ikafanikiwa. Na ndio maana tunaona Danieli anatupwa kwenye simba wenye njaa, na bado wale simba hawamfanyi kitu chochote. Dario aliamka asubuhi kwenda kuomboleza msiba. Anafika pale anauliza Danieli, huyo Mungu wako
ameweza kukusaidia. Sio kwamba anategemea mtu amjibu, ni sehemu ya maombolezo. Danieli, mtu wa Mungu, huyo Mungu wako ameweza yani pale Dario ni kama vile anaenda kumlaumu Mungu wa Danieli. Alafu anashangaa sauti inatoka kwenye shimo. Mfalme, Mungu wangu amenisaidia. Ile sauti yenye mwangwi inatoka shimoni. Dario akasema, ninaota ndoto au ni kweli? Hawa simba au walikuwa wamepewa chakula? Bwana Yesu asifiwe. Akasema, hapana Daniel, ni wewe unayenijibu? Akasema, ni mimi mfalme. Ndipo Biblia inasema akaamrisha wale polisi waje haraka. Akasema, huyu mtu mlimtupa lini? Si jana. Imekuwaje mpaka leo ana survive? Mtoeni. Wakamtoa. Hawa simba walipewa chakula? Hapana. Akasema, hebu sasa tufanye majaribio tujue hawa simba bado wako sawa. Ni kweli nguvu za Mungu zimemponya huyu? Ni kweli Mungu wake ndiye aliyemponya? Tutajuaje sasa kama hawa simba wako sawa, ili tumheshimu Mungu wake? Tafuta wale watu wote waliomfanyia huyu fitina, na wao tuwatupe kwenye nini? Kwenye hili shimo. Yani tuwe na uhakika kama hawa simba wako sawasawa. Tuwe na uhakika kama hawa simba wako sawasawa. Kwa hiyo wale watu ikabidi watafutwe, wale kielele waliopeleka mashtaka, waliosababisha akasaini, wale waliomtupa. Tafuta hao, tuwarushie huko, tujue kama hawa simba wako vizuri. Bwana asifiwe. Mashimo waliokuchimbia wakadumbukia wenyewe mwezi wa 5 katika jina la Yesu. Wale watu hawakuamini. Wanapotafutwa, wanakuja kwenye kikao, wanakuta mtu aliyemtupa kwenye shimo la simba yupo kwenye kikao. Wanamuuliza, mzee nini? Anasema, nataka tuwe na uhakika na wale simba kama wako sawa. Kwa na nyinyi inabidi tuwarushie kule. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na maandiko yanasema wale jamaa walipotupiwa kule walibebwa juu juu kabla hawajatua chini. Mfalme akahakikisha kumbe simba bado wako vizuri. Kwa hiyo kilichomuokoa huyu ni Mungu wake. Mungu wako na akakuokoe katika jina la Yesu. Chochote ambacho kitakuwa kimesimama mbele yako, lakini lazima ujue upinzani ulio nao. Kwa hiyo unapotafuta neema ya kuinuliwa, unapotafuta neema ya kupelekwa hatua, ujue pia kadri unavyoenda hatua ndivyo kadri utakavyokutana na nini? Na upinzani. Na nguvu za Mungu ziwe juu yako na neema ya Bwana iwe juu yako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Naomba usimame mahali ulipo tuweze kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya kuomba. Leo ni siku yetu ya Ijumaa. Kwa hiyo ninajua kesho tutakuwa na maombi haya asubuhi kwa sababu kesho ni Jumamosi. Kwa hiyo unazo kila sababu za kumshukuru Mungu kwa ajili ya juma hili na kwa jinsi ambavyo Mungu ametuamsha asubuhi na ametupa nafasi ya kujifunza. Siku ya jana nilisema haya maombi na haya mafundisho ya asubuhi yote tumeyaweka kwenye YouTube. Unaweza kufuatilia, lakini kama unataka kupata linki ya namna ya kupata haya mafundisho, basi ile namba yako ya WhatsApp unaweza ukaiandika kwa yule ndugu anayerusha haya matangazo au haya mafundisho. Basi utapata hiyo linki ambayo itakusaidia kwenda moja kwa moja kwenye hayo mafundisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukashika sadaka yako ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya juma hili. Kwa hiyo maombi tunayoyaomba leo, tunaendelea na maombi ya kuomba kwa ajili ya baraka za mwezi wa 5. Ulinzi wa nguvu za Mungu ukawe juu yako, neema ya Bwana ikawe juu yako. Lakini pia unapoendelea kuomba, usiache pia kuomba kwa ajili ya semina ambazo tunaendelea nazo hapa. Leo jioni tutakuwa na wafanyabiashara. Kwa hiyo kama unajua wewe ni mfanyabiashara, basi hiyo semina inakuhusu pia. Na endelea kuomba kwa ajili ya semina tulionayo kesho kwa ajili ya vijana, na Mungu akatupe neema ya kumaliza siku ya Jumapili ambapo itakuwa ni semina ya watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba unyanyue mkono wako juu kwa Bwana.
Sema haya maneno, sema: Bwana Yesu, neno lako limesema kila silaha itakayoinuka juu yangu, kila silaha itakayotengenezwa kinyume changu, kila shimo watakalonichimbia halitafanikiwa. Hiyo silaha haitafanikiwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wale wanaotafuta kuniondoa kwenye nafasi, kuniondoa kwenye kibali, kuniondoa kwenye neema yako, ili nisione mafanikio, ili nisione kuinuliwa, ili nisione hatua, kila kilichotengenezwa cha kichawi, cha kiganga, cha kishirikina, kila kilichofanyika cha hila, cha fitina kinyume changu, kwa damu ya Yesu ninakiangusha, ninakikataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya uovu inayonitafuta, roho ya uovu inayoshindana, roho ya uovu inayopambana, iachie maisha yangu, iachie maisha yangu, iachie maisha yangu, iachie maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naita damu yako, naita nguvu zako, naita uwepo wako juu ya mwezi wa 5 kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Milango iliyofungwa ikafunguke kwa damu ya Yesu. Ninajifunika, ninajizingira na kingo zako pande zote kwa jina la Yesu. Endelea kuachilia damu ya Yesu juu yako, endelea kuomba. Baba, ninamkabidhi mtoto wako kwenye msalaba, ninamwachilia mtoto wako kwenye neema yako, ninamwachilia mtoto wako kwenye nguvu zako, ninamwachilia mtoto wako kwenye uwepo wako. Ninaita hiyo damu yako Bwana inene mema kwa ajili yake na kwa ajili ya mwezi huu wa 5 ambao Bwana umeuachilia mbele yake. Kila aina za upinzani ambazo zimesimama kinyume cha jina ulilompa, kinyume cha kazi, kinyume cha biashara, hao wanaotafuta kumuondoa, wanaotafuta kumfuta, hao wanaopambana kishirikina, wanaopambana kiganga, hao wanaotumia madhabahu za giza kutafuta kumuondoa, leo wakavikwe aibu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana umesema hakuna uchawi, umesema hakuna uganga juu ya Israeli, juu ya Yakobo. Umesema kwenye neno lako, umesema Bwana hakuna uchawi, hakuna uganga. Ninaachilia hiyo damu ya Yesu imfunike sasa, imtetee sasa, ifunike nyumba yake, ifunike watoto, ifunike kazi, ifunike biashara. Damu ya Yesu ifunike mashamba, ifunike mifugo. Ninabatilisha ubaya uliopelekwa kwenye eneo ambalo Bwana umemuinua kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na yule anayetamani kuona upenyo mpya, anayetamani kuona kibali kipya, anayetamani kuona nafasi mpya, anayetamani kuona upendeleo mpya, Baba ukamuinue mwezi wa 5, ukampe hatua mpya, ukampe hatua mpya, ukampe hatua mpya, ukaachilie na neema ambayo Bwana itafunuliwa juu yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukaachilie huo ukuta wa moto utakao mzingira pande zote katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Madhabahu zote za uharibifu, za giza, za mabaya, ninazikataa, hazina mamlaka juu yake kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Hizo roho zilizolenga kupiga uchumi wake, hizo roho zilizopiga kumpiga, zimelenga kupiga familia, zimelenga kupiga mashamba, zimelenga kupiga mifugo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunaziangusha hizo roho, tunazibatilisha hizo roho zilizolenga kumuondoa asionekane tena. Leo tunaachilia moto na damu ya Yesu. Nami ninasimama kwenye zamu yangu ya kikuhani nikiachilia hiyo neema ambayo Bwana umenipa, neema ya kumtetea. Neema yako Bwana iachiliwe juu yake, maana ulisema kila atakayeliitia jina lako ataokolewa. Na kwa kusudi Mwana wa Mungu Yesu ulizihirishwa uzivunje kazi zote za ibilisi, kila kazi ya ibilisi kwenye hii familia, kwenye hii mikono, kila kazi ya ibilisi ninaiangusha kwa moto na damu ya Yesu, kwa moto na damu ya Yesu, kwa moto na damu ya Yesu.
seke rende rebo saka rapa korianda raba koria repo seke rende rebo saya. Neema yako Bwana yatosha, nguvu zako Bwana ziufunike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaangusha silaha za kila aina ambazo zimeinuliwa kinyume chake kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Baba, ninapatanisha sadaka ambayo mtoto wako amekuja nayo kwenye madhabahu na maombi haya ambayo Bwana umetupa kuyaomba mahali hapa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Lakini yoyote aliyekuja na udhaifu katika ibada hii, Baba, ninaachilia damu yako kumponya na kumwokoa. Ninaachilia damu yako kumponya na kumwokoa. Anapotoka mahali hapa, atoke akiwa mzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yule roho atoaye uzima apite kwenye mwili huu sasa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kuponya na kuokoa kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Baba, lolote analoenda kulifanya leo likafanikiwe. Ninaileta weekend hii kwenye msalaba. Ninaomba hii weekend ikawe ya baraka kwake, akauone mkono wako, akaone nguvu zako, akaone favor, akaone upendeleo katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu kwa uaminifu wako. Baba, tunalitukuza na kuliazimisha jina lako katika jina hili kuu takatifu la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na kuamini. Amen. Unaweza ukampa Bwana makofi ya shukrani.